Kila mmoja afungie mbwa wake kwenye banda, yaani Marekani afunge mbwa wake na Irani pia afunge mbwa wake. Tunamaanisha nini nikisema hivi au kauli ya namna hii? Namaanisha kitu gani? Ili kutokana na kuwa kwenye makubaliano ambayo tunasema ni makubaliano ya kumaliza vita ama uhasama kati ya Marekani na Irani, tumeona vile ambavyo Israeli amekuwa akivuruga haya makubaliano kwa kuendelea kuishambulia Lebanon. Na sasa ikaja kauli ya makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, ambaye yeye amelaumu kuwa kwa nini Netanyahu anakuwa anamshutumu rais wa Marekani ambaye ni Donald Trump katika makubaliano ambayo anayafanya na ambayo yana manufaa na yana faida. Kwa nini afanye hivyo? Kwa sababu kumbuka, Hezbollah ilikuwa iko ndani ya makubaliano ya amani kuwa Iran aliweka kuwa Hezbollah wasishambuliwe, lakini Israeli bado akaendelea kuishambulia Hezbollah kwa kigezo cha kusema anajilinda. Kwa hiyo hili likawa linavuruga sasa mazungumzo, na mpaka tukasikia kauli kutoka kwa maafisa wa Israeli au mawaziri kutoka Israeli na maafisa wa kijeshi wakisema huku mbele tunakoenda, mfano kama waziri wa ulinzi wa Israeli anaitwa Israel Katz alisema huku mbele tunakoenda tunahitaji tujitegemee, mpango wetu bado ni kuifutilia mbali Irani isiweze kuwa na nguvu ambayo inayo. Na nguvu hiyo ni ipi? Ni hii nguvu ya kumiliki nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu. Kwa hiyo imekaa katika namna hiyo. Kwa sasa makamu wa rais J.D. Vance akawa anaongea, anasema kuwa hawa maafisa kutoka kwenye serikali ya Israeli wanatakiwa wawe na shukurani na wamshukuru Donald Trump kwa sababu hakuna rais ambaye amesimama nao kwa uaminifu, hususan kwenye kipindi kama hiki ambacho Israeli inachukiwa sana na watu mbalimbali, pamoja na viongozi wake wanachukiwa sana na watu mbalimbali kwa ajili ya migogoro inayoendelea sasa hivi. Kwa hiyo akawa ameongea katika namna hiyo huyu makamu wa rais ambaye ni J.D. Vance. Sasa kwa nini kauli niliyosema kuwa kila mtu afungie mbwa wake? Ni kwa sababu kwenye haya makubaliano ni makubaliano ambayo inabidi Irani adhibiti washirika wake. Mfano, tunapoongelea kudhibiti washirika wake, ndo hao washirika wa kikanda ambao Israeli amesema kuwa hawa ni watu hatari sana kwa ustawi wa taifa la Israeli. Kwa kila mtu adhibiti washirika wake, na washirika wake ambao wanataka kuwadhibiti ni hawa sasa. Nani hawa? Ambao ni Hezbollah, kuna Hamas iko pale, lakini kuna Wahuthi wako kule Yemen. Lakini upande wa Marekani naye pia vilevile ameambiwa kwenye mkataba naye amdhibiti mbwa wake ambaye ni Israeli. Ndio maana nikaanza na ile kauli pale mwanzo kuwa kila mtu adhibiti mbwa wake. Unaona, ndio maana, kwa sababu tukumbuke kuwa Marekani anaihitaji mno Israeli Mashariki ya Kati kuliko mtu mwingine yeyote, na wa Irani au Wajemi na wao pia vilevile Wajemi na wao wana wahitaji washirika wao wa kikanda pale Mashariki ya Kati kuliko kawaida. Washirika wao wa kikanda, nafikiri unajua, nimekuwa nikikwambia hapa, hao huko Lebanon Hezbollah, chama cha Mungu hiki, lakini Hamas wako pale Gaza na Wahuthi wako kule Yemen, ambao sasa ndio washirika wakubwa sana wa ndani wa Marekani. Kwa kila mtu adhibiti sasa watu wake. Ndugu zanguni, kwa Israeli hii inakuwa ni kupoteza, kwa sababu hana cha kugaini katika makubaliano ya Marekani na Iran. Ili uwe kiongozi bora ndani ya Israeli, lazima sera yako iwe ni kufutilia mbali wa Palestina na kufutilia mbali taifa la Iran. Na ndio maana naambiwa mpaka sasa hivi, kwa sababu chama cha Likud cha Benjamin Netanyahu ndicho kinachoongoza pale serikali ya Israeli, lakini kuna vyama vya upinzani, na vyama vya upinzani na vyenyewe vimeungana na hiki chama cha Likud katika kuhakikisha kuwa wanaifutilia mbali Irani na Wapalestina. Tutakapoongelea Wapalestina tutaongelea Wapalestina tutaongelea huku upande wa Gaza huku wa Hamas, lakini na
ndio iko namna hiyo. Kwa hiyo ndio sera ambayo inatakiwa iwe hivyo kwa kiongozi anayeingia pale Israeli, ili aweze kufutilia mbali hayo mambo. Lakini turudi kwenye mkataba wa 2015 wa Barack Obama wa JCPOA, ambao JCPOA mkataba ulikuwa umeondoa na umefanya relief kidogo kwa vikwazo vya magharibi vilivyokuwa vimewekwa pale Iran. Na ukiangalia alafu akaja kuvuruga Donald Trump wakati ameingia mara ya kwanza kwenye utawala 2018, akaja kuvuruga ule mkataba, na unaona kwa ile miaka yote mitatu hawa ambao ni washirika wa Irani hawakufanya mashambulizi ya aina yoyote ile. Walikaa kimya kwa sababu Irani aliwadhibiti washirika wake. Kawaambia sasa tumekubaliana, basi mkae kimya tu, na hakikufanyika chochote. Tuliona mashambulizi yalianza kufanyika baada ya Donald Trump kuja kuvuruga baadhi ya vitu. Ndio maana yake. Mashambulizi yalikuja kufanyika baada ya Donald Trump kuja kuvuruga baadhi ya vitu. Okay? Kuna mtu mwingine anasema mbona hawa wazee wa Gaza walivamia kule Ashkelon? Ile ilikuwa sasa ni kesi nyingine, kwa sababu uvamizi ule ulikuwa ni kuizuia Saudi Arabia isijiunge moja kwa moja na Israeli. Kumbuke wakati huu kipindi hicho kwanza hicho cha kina Barack Obama, kumbuka kulikuwa na mgogoro uliokuwepo kati ya Yemen na Saudi Arabia. Nafikiri wote mnakumbuka vizuri. Kwa Iran aliweza kuwadhibiti washirika wake, kwa sababu washirika wa Iran wanamsikiliza Iran, kwa sababu Iran ndio bosi wao. Akawadhibiti kuwa okay, jamani, msifanye hivi na hivi. Lakini sasa leo Israeli anakuja kuweka utaifa hili la Kizayuni, Wazayuni wanakuja wanaweka kuwa hiyo ndio key point ya kuweza kuendelea, au kuseme key point ya kuendelea kuishambulia Lebanon. Sasa JD Vance ambaye ni makamu wa rais wa Donald Trump ameongea akasema hii ni bora sana kwenye huu mkataba ambao rais wa Marekani anaenda kusaini na Iran, kwa sababu kumbuka mkataba huu wao Israeli wanaupinga, maana hauna manufaa kwao na ni hasara kwao. Iwapo vita kati ya Marekani na Irani vitasimama, ni hasara kwao. Na ukumbuke Israeli hawezi kupigana mwenyewe na Irani akiwa peke yake bila Marekani. Na kulikuwa na taarifa juzi kuwa Marekani anajiandaa kuondoa ndege zake pale Ben Gurion Airport. Maana unajua pale ilifanyika kama kambi ya kijeshi. Vifaa vingi vya Marekani viko pale. Nafikiri ndio maana Israeli alikuwa anapata ujasiri wa kwenda kuishambulia Lebanon, kwa sababu alijua kuwa iwapo Irani watajibu yale mashambulizi upande ule wa Israeli, matokeo yake Marekani itamlazimisha tu aingie kwenye mgogoro. Kwa kulikuwa na taarifa hiyo, sijajua, ngoja nitaifuatilia, lakini kulikuwa na hiyo taarifa kuwa Marekani wanajiandaa kuondoa ndege zao za kivita zilizoko Ben Gurion Airport zirudi Marekani. Umeona kwa nini? Kwa sababu hawataki mgogoro zaidi tena, ndio maana yake. Lakini sasa matokeo yake ndio Mwajemi huyu Israeli au Wayahudi wao wanasema hapana, sisi tunashambulia Lebanon kwa ajili ya kujilinda. Ndugu zangu, ni mjue ndio pamoja na kuwa Donald Trump ni muovu kiukweli, lakini nadhani hata ile huruma ya kibinadamu pia naye imemuingia, kwa sababu mpaka sasa wamekufa watu 3,900 ndani ya Lebanon wasiokuwa na hatia. Alafu wamejeruhiwa watu 12,000 wasiokuwa na hatia, na watu zaidi ya 1,000,000 wamehama makazi yao, hawana hatia hawa watu. Umeona? Okay, liko hivyo. Aya, tunakumbuka kule Paris ambapo kulikuwa na huo mkutano ambao Donald Trump alikuweko kule. Tunakumbuka aliulizwa kitu kimoja kuhusiana na watoto wa Minabu School ambao waliuawa, watoto kama 167-169 waliuliwa kwenye shambulio la Marekani na Israeli dhidi ya Iran walipoipiga Tehran, walipoishambulia Tehran, na mashambulizi yaliyomuondoa mpaka kiongozi mkuu wa Iran. Okay, by the way, Mojtaba Khamenei alichokiongea, amesema kuwa hakubaliani na makubaliano ya Irani isipokuwa ameyaruhusu kwa ajili ya maslahi mapana ya Irani. Nataka kukukumbusha hiyo kauli, ndio kauli ambayo Mojtaba ameongea. Amesema sikubaliani na makubaliano ya Irani na Marekani isipokuwa nimeyaruhusu kwa ajili ya maslahi mapana ya
Iran, na katika hilo Marekani sasa watawekeza pale Iran. Yaani unajua ni kitu cha ajabu kidogo kinashangaza. Marekani iliyokuwa inasema kuwa utawala wa Iran ni utawala wa kinyang'au, lazima tuende tukautoe tukaung'oe, na sera ya United States of America, nafikiri nimekuwa nikiongea hapa, anasema the government of United States of America will never ever negotiate with terror. Sasa leo imekuwaje mnaenda mpaka mnataka kuwekeza? Ni kwa sababu kwa vita Irani imeshindikana, kwa vita Irani haiwezekani, ndio maana imebidi tuwaingie kwenye meza ya mazungumzo. Umeona? Okay. Kwa hiyo hayo nitaka kukuambia. Sasa nirudi pale Donald Trump alipoulizwa kwa imekuwaje, akasema hili ni jambo ambalo hata mimi kidogo linaniumiza na tunafanya uchunguzi kwa sababu sio malengo kuua watu. Kumbuka mwanzo Donald Trump alikataa wakati ameulizwa kuhusiana na vifo vya watoto 169 Minabu School. Aliongea akasema sio sisi, ni Irani wenyewe ndo wameshambulia hiyo shule. Ni Irani wenyewe ndo wamefanya haya. Yaani unaona vitu vya ajabu. Wakati kule kulionekana kombora lililopiga pale ni kombora la Tomahawks, ambalo kombora hili ni kombora la Marekani. Alafu Donald Trump kipindi kile mnakumbuka vizuri alisema kuwa sio Marekani pekee inamiliki makombora ya Tomahawks. Ni nani anayemiliki mwingine? Kwa sababu Israeli hawana hayo makombora isipokuwa wameyatoa kutokea Marekani. Sasa ni nani mwingine? Leo hii anasema ni jambo kidogo la kusikitisha, lakini tunafanya uchunguzi tuone namna itakavyokuwa. Kwa hiyo ndio ndugu yenu huyo Donald Trump na mambo yake ajabu ajabu. Kila mtu afungie mbwa wake. Irani afungie mbwa wake ambao ni Hezbollah asisumbue, na Marekani afungie mbwa wake ambaye ni Israeli asisumbue, ili amani iwepo. Na sasa nikimalizie na hili, Marekani wanaenda kuingia kwenye uwekezaji wa mafuta, sekta ya mafuta Irani. Ni mambo ya ajabu kidogo. Pale Irani wanaenda kuwekeza, ofa ambayo walipewa hata kabla hawajaenda kuishambulia Irani. Walipewa ofa hiyo, kwa njoni muwekeze. Wakasema hapana, hii serikali ya kigaidi hatuwezi kushirikiana sisi na manyang'au. Sisi tuna watu wetu tuliowaweka, lakini serikali imeshindwa wameshindwa kuing'oa, ndio wanasema tunataka tukawekeze. Yaani mambo ya ajabu kidogo. Okay, asanteni sana wana IBM channel na wana Ukuu wa Mwafrika, tunawashukuru.